Kana kwa kumugeithia na Gikuyu mwathani amurathime. Ni njitagwo brother Maina, aingi ni manyonaga kuria mugaga mitandao-ini. Na gwitu aria matoe ni haha Gituamba mugunda ucio hau hetirwo ni undu wa mugunda witu. Haha barabara ino yumite Matara igaikuruka nginya Ngoro, igaikuruka igakagera ha Ngorongo igathii Kairi ikaumira na barabara ĩngĩ ĩtuikanĩirie na hau ikagera Kĩriko ya tĩri. He mugunda wi hau Gĩtuamba-inĩ kũu nĩkuo gwitũ. No ndereirwo rũgũrũ njĩragwo ndaumire gũkũ ndĩ wa mwaka ũmwe. Koguo gũkũ ndikarĩte mũno. Ndikĩrĩ mũgeni mwena ũyũ na nĩndakena nĩ kũmuona andũ a Kariũa, nĩndakenio nĩ inyuĩ na njikarĩte harĩa nĩ ngwĩyũragia atĩrĩrĩ, tondũ rĩu gũkũ tũtioĩ Gĩthweri. Hĩndĩ ĩrĩa ndaikaraga gũkũ tondũ nĩthomeire Maria-inĩ kĩrathi gĩa gatandatũ na mũgwanja gĩcoka gĩthiĩ rũgũrũ, no tuokĩte ihinda inini mũno, no tũtioĩ Gĩthweri. Ngwĩciria nĩ mũndũ ũrĩa woĩ Gĩthweri mũno, ona hakuhĩ nduĩke mwarimũ ndĩ mũndũ wa cukuru. Na ngwĩyũragia atĩrĩrĩ, andũ a Kariũa, tondũ nĩtũgĩthikagĩrĩria ndũmĩrĩri rĩngĩ na Gĩthũngũ na Gĩthweri, hihi nĩ mũiguaga wega kana hihi nĩ mũiguaga Gĩthweri biũ? Kinya ngoria kaita nĩ mũiguaga biũ? Nĩ wega mũno. Rĩu nĩtũkũhoya tũtikwenda gũte ihinda nĩgetha tugirite na rĩu nituhoe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru sana kwa sababu ya mchana wa leo. Baba, mchana huu ulijua na ukapanga mipango yote hata kabla ya msingi wa ulimwengu. Tunajua yote Mwenyezi Mungu hupendeka mema kwa wote ambao wanakupenda. Na Baba, nakuja pamoja na jamii ya ndugu wetu Njoroge kwa niaba ya familia hiyo ambayo wamewachwa na mpendo wao baba yao. Mwenyezi Mungu, najua si jambo rahisi baba watoto kuondokewa na mzazi, lakini pia Mwenyezi Mungu, kama vile tumesikia ushuhuda hapa ya kwamba mzazi huyu alimueleza mtoto wake ya kwamba wewe ndiye mzazi wake. Hilo ni jambo la kutia moyo sana, kwa sababu hata sisi ambaye Mwenyezi Mungu ni wazazi na tuna watoto, hatuwezi kusema sisi ndio tunawasaidia. Mwenyezi Mungu, wewe ndio unatusaidia. Na ndio sababu Mwenyezi Mungu, katika neno lako hakuna babu, hakuna mtu atakayeenda huko kwa sababu alipelekwa na mzazi wake. Sisi sote tunakuita Baba Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ni baba wa wote. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa sababu ya neno hili ambalo Mwenyezi Mungu halina budi kukuletea kanisa wakati huu wa jioni. Tunajua ni mambo ya kilindi mno Mwenyezi Mungu, na Baba, tunaposikia neno lako, tunapoona vile ulimwengu unaenda Mwenyezi Mungu, kila mtu Baba, kama vile tunavyosema, tunaomba Mwenyezi Mungu akachukua mambo haya kwa uzito, na zaidi sana akaelekeza mambo haya kwa mtu binafsi. Kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu ya kwamba unatenda na mtu binafsi. Baba, siku ya aliyetuacha ilifika na akaondoka akatuacha, na hakuna yeyote ambaye angemzuia kuenda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, tunaomba sasa tunapoketi kusikia neno lako, ukawa na njia yako mwenyewe kwa ajili ya nafsi ambazo ziko hapa. Mwenyezi Mungu, yeyote ambaye ulikusudia uzima wa milele, hivi Baba, ikawa kuna neno moja ambalo litamshika na litamsumbua hadi Baba akakutana na wewe. Tunaomba haya yote Mwenyezi Mungu tukikurudishia shukrani kwa sababu ya safari njema ambayo umetupa, waliotoka karibu na waliotoka mbali. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uchukue shukrani zetu. Pia Mwenyezi Mungu, hata tutakapokuwa tukiondoka mahali hapa na kurudi kwetu, pia tunaomba usalama wako barabarani. Mambo yote sasa tunataka kuachilia mikononi mwako, tukiomba na kuamini katika jina lako litakatifu Yesu Kristo. Amen. Okay. Ebu tuimbe chorus ya wimbo ambaye tuliimba hapa, I won't cross Jordan alone. Ama
Tutaimba kifungu cha kwanza na chorus, alafu tutamwalika ndugu. When I come to the river at the ending of day, when the last winds of sorrow have blown, there'll be somebody waiting to show me the way. I would have to cross Jordan alone. I would have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. In the darkness I see, I'll be waiting for me. I would have to cross Jordan alone. Oftentimes I'm forsaken and weary and sad. When it seems that my friends are forgone, there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I would have to cross Jordan alone. I would have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When my darkness I see, He'll be waiting for me. I would have to go Jordan alone. Though the pillow of sorrow and trouble may sweet, by the Savior prepare for His soul. Till the end of the journey, my soul He will keep, and the heart to go Jordan alone. I would have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. In the darkness I see, He'll be waiting for me. I would have to cross Jordan alone. Okay. Hebu tuombeni. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa kutuwezesha kuwa mahali hapa, na ni wewe umetulinda kila mmoja wetu na kutupa safari njema. Tunashukuru kwa mambo yote ambayo umetutendea, hata vile umekupendeza kuchukua ndugu yetu. Mwenyezi Mungu, unajua sababu ya kila jambo, na sasa tunaliinua jina lako na kukuomba uwe kiongozi wetu tunapokuja kupumzisha mwili wa ndugu yetu. Mwenyezi Mungu, tukaweza kukutambua wewe uliyetuita na kutenda kulingana na mapenzi yako. Neema yako ikawa juu yetu kila mmoja wetu, na ukatubariki hata tutakapofikia mwisho wa ibada yetu ya leo. Sifa na utukufu zitakuwa ni kwako. Tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Hebu tuketi chini. Mimi naitwa Joseph Maina Chege. Wengi wenu hapa mnanijua. Mimi si mgeni hapa Kaliwa Thika. Naona watu wa Thika wako hapa, tumekuwa nao huko kinena mambo ya mbinguni miaka 8 years. Tuko na watu wangu wengi sana, karibu kila mtu hapa. Ukitaka kujua, wacha nikuonjeshe kidogo. Watu wa Nakuru, simameni mahali uliko.
Nakuru, simameni. Unaona wako kila pahali. Tumekuja magari mingi sana hapa leo. Asanteni sana. Ningependa tuimbe wimbo lakini wacheni tusiimbe kwa sababu ya vile tumekaa. Watu wa Thika, simameni. Unaona Thika pia? Hawa ni watu tumekuwa nao miaka mingi sana. Hata wengine huwezi kuwaona. Watu wa Dondori, kuna pasta wao hapa anaitwa Muhea. Huyo. Nani mwingine? Watu wa Nairobi wako? Tuko wengi, hata hatuwezi kuwataja. Ni wengi. Sasa na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na nina furaha kuwa hapa. Sijui Brother Kenodia ungesema ungeona tuongee lugha gani? Unasikia kama ndugu wetu Maina anawalilia watu wa wakali wa labda hawasikii Kiswahili. Tunaenda Kikuyu? Watasikia? Tuko sana Kiswahili. Tuko sana kwa Kiswahili. Tuendelee na Kiswahili. Bas, leo mwanangu ikaja kama gage koyo. Tunajua lugha ya mama ni jaga kwa mtu kukera lugha ishi. Ndio. Au ni vizuri kujua lugha zingine. In fact, unapaswa kujua kama lugha tatu. Kujua lugha ya mama, kujua nyingine ambayo si yako, na at least nyingine ambayo si yako, sivyo? Kwa hivyo nitanena Kiswahili tuweze kuokoa wakati. Mimi mwenyewe kwa wale ambao hawanijui, mimi nimekuwa deacon wa Nakuru kwa zaidi ya miaka 40. Wakati ndugu yetu Mungu alikuwako, yeye ndiye alinibatiza mwaka wa 77 na nimetumika kanisa hilo kama deacon kwa miaka mingi. Pia Mungu amenijalia kuweza kuwa na marafiki wengi wa mbinguni ambao pia anafurahi kuwanenea asubuhi ya leo. Nitaanza na watu wa jamii. Watu wa jamii ningependa kuwatia moyo. Msione kama mko peke yenu, tuko nanyi pamoja, sivyo? Hata sisi tumeondokewa na ndugu yetu. Pamoja na hayo tumefundishwa na neno la Mungu kwamba tuweze kurudisha shukrani katika mambo yote. Na kusema yote ni kusema yote. Najua unashikwa na huzuni, hata mimi nimeshikwa na huzuni mara nyingi. Lakini nikikumbuka neno hilo nasikia kuwa consoled. Leo dasho kuone nayo todo. Mutiro dono mwangai atamenyaga. Na aliambia wanafunzi wake, ninayofanya sasa kama huelewi, mtaelewa baada. Datura ya tumenya maundu mothe. Turewa only believe. Twetikia tu. Maundu mothe ni mahotekaga. Na huwa mimi naambia watu kwa mazishi kama hii, kwa maana watu wanapenda kucomplain na kuuliza Mungu, mbona umechukua yeye, mbona nauliza hawa, wewe uliwapa huyu naitwa nani huyo Njoroge, wewe ndiye ulimleta hapa. Hii ni kwa watu ya jamii, nataka kuwapa moyo. Ndio wala hile Njoroge zeno no nake nione moya sisi wote ni wake, hata wewe unajua kama utafika jioni. So we are here, tuko hapa tukigojea yeye afanye mapenzi yake mwenyewe, na ameweka mipaka na ametupa time. Kuna mtoto anazaliwa anakufa na mwezi moja. Kuna mwingine anazaliwa hata hanyonyi. Kuna mwingine anakaa miaka 5. Hiyo yote ni mapenzi yake, tunatosheka. Hata kama hutasikia vizuri, lakini sikia tu vizuri, kwa maana nimekwambia usikie vizuri. Utosheke na decision ya nani? Ya Mungu, kwa maana yeye hakosei. Unaweza kuona kama amekosea, lakini huwa sasa mimi naambia watu, ukimsukuma sana atasema hata wewe unanisumbua, kuja uniulizie hapa. Unajua kuna mzee mmoja amesema ati huyo mtu ameenda asijaribu kukumbuka kuita sisi pande hiyo. Ni kuogopa, kwa maana hakuna mtu anataka kufanya nini? Sikiliza maneno yangu, kama sasa muda mrefu. Hakuna mtu anapenda kuondoka. Nitakwambia ni kwa nini. Mungu anapotuweka hapa, kuna kitu anaumba ndani yetu ya kutosheka. Hemo ndogetikia atena wa kwerucio. No, lakini hataki uamini utakufa. Anataka uamini utakaa miaka ingine 100. Kwa sababu sasa ukikaa katika hali ya wasiwasi, si utakufa haraka. Usiogope. Ukisema unaenda Nakuru, kanyaga gari mafuta speed ile utaweza. Ukikufa ni yeye ametaka. Lakini sema ukue careless. Si ndio? Kwa maana hakuna apendaye kuondoka, kwa sababu Mungu amekuweka hapa utosheke, ukule ugali yako vizuri, uendelee na kazi zako za kawaida, lakini anajua pale
pale pale mahali wewe hujui utakutana na wewe wapi. Si chaguo lako na langu, ni chaguo lake. So ni vizuri tuwe watu wa kutosheka na kutolalamika. Asije akakasirika na wewe na kusema unanisumbua. Hebu fanya hivi, hiyo kelele imezidi, njoo hapa uniulizie karibu. Lakini ukienda tutakuona tena. Basi tutosheka. Decision ya Mungu is the best. Nani angejua kwamba kifo cha Yesu Kristo kilikuwa faida kwetu? Hata wanafunzi wake walilalamika. Leo ni siku ya 3, wanawake wengine walienda kaburini, wakasema amefufuka, tulifikiri yeye ndiye atakuwa mwokozi wetu, sasa amekufa msalabani, kwanza amekufa kifo cha aibu sana, sijui Mungu huyu naye alikuwa anafanya nini? Hiyo kelele yote ni ya nini? Na kumbe mwenye amekufa, alikufa ili upate uhai wake, kama vile nitakuonyesha mchana wa leo. Alikufa upate uhai wake, kwa hivyo ni kwa faida yake au yako? Basi hiyo inatosha wewe kuwa wewe mtu wa jamii, utosheke. Sisemi usilie, lakini usipitishe mpaka. Ukipitisha mpaka hata wewe tutakuzika haraka. Kwa nini? Tutakuzika wewe haraka. Tunataka utosheke, lia, hata mimi hulia, hata Yesu alilia, lakini usipitishe nini? Mpaka. Ujue mpaka hapo yatosha, maisha lazima iendelee. Jambo lingine, tulikuja hapa siku nyingine kumzika bibi yake huyu Njoroge. Sasa Mungu imempendeza kuchukua mzee mwenyewe. Kwa watoto tutawaombea Mungu azidi kuwahifadhi na kuwapa hekima mnayohitaji, kwa maana maisha lazima ifanye nini? Iendelee. Hatujafunga hii nyumba, maisha itaendelea. Na maombi yangu ni Mungu awashikilie kila mmoja wenu. Sasa ningependa tusome maandiko kidogo, kwa maana nimewaahidi sitaongea muda mrefu. Maandiko kidogo, kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians. Acha nifungue Biblia yangu hapa. 1 Corinthians 15. Wakorintho wa kwanza 15. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 48. Kusikiliza maneno yangu haya ambayo nitanena juu yake muda mfupi. As is the earthly, such are they also that are earthly. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Mnasikia hiyo kizungu vile imesema? Kama ilivyo ya hapa duniani, ndivyo ilivyo. Na kama ilivyo ya duniani, ndivyo ilivyo. Sivyo? 49. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Na kama vile tuna sura ya hapa duniani, si mnaniona? Napaswa sasa nichukue sura nyingine ya mahali pengine. Sio hii nitosheke nayo, nitosheke na ingine. Kuna sura nyingine, ndugu zangu. Sura si hii tu nitakaa nayo hapa niondoke vile ndugu yetu ameondoka, mambo imekwisha. Unapaswa kuwa na sura nyingine yenye ni ya wapi? Ni ya mbinguni. Mnaelewa? Na hiyo ya mbinguni ndio itanisaidia nikitoka hapa. Tumeimba wimbo hapa tukasema I would have to cross Jordan alone. Ikifika Jordan ni kifo. Ikifika wakati wangu wa kuondoka, sitaki niwe peke yangu. Nataka nitengeneze urafiki wangu na Mungu. Ndio nikitoka hapa anytime ambayo tumesema wanaweza kuondoka, awe tayari kunivusha ngambo ile nyingine. Lakini sitamtafuta wakati nimekufa, nataka nimtafute nikiwa hai. Na mnisikiliza vizuri. Nataka tutafute kila mmoja wetu ambao mnanisikia katika mazishi haya ya Njoroge, tutafute Mungu wakati tuko hai. Tufanye urafiki na yeye tukiwa hai. Ndio wakati wa kuondoka tuwe na mtu wa kutuvusha. Mnanielewa? That is very true. Wacha nimaliza mstari 50. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Sio imejieleza kama unajua Kiingereza. Imesemaje? Naambia hivi ndugu, mwili na damu haitarithi ufalme wa Mungu. Si hii ni mwili yangu na damu yangu. Hii sahau, hairithi. As far as tumesema ya duniani ni ya duniani na ya mbinguni ni ya mbinguni. Kwa hivyo mwili na damu ambao sisi wote tuko mwili na damu, hatuwezi kurithi ufalme wa Mungu namna hii. In fact,
hata huu mwili Mungu ameahidi kuubadilisha, kwa maana hata utumia. Mmejua hivyo? Yes, alisema ataubadilisha tuvae mwili wa utukufu. Hatutakaa na hii mwili. Hii inatusaidia hapa duniani tu, kula ugali, kutembea na miguu, kufikiria. Na unajua unafanya wewe ni wa faida tu wakati uko hai. Sikiliza maneno yangu, nimesema sinani muda mrefu. Wewe ni wa faida tu wakati tunakuja kwako tunaongea. Una faida unapotubeba na gari. Una faida unapoenda kukata majani chai. Ungejiko tu mashani na hotoro na wewe nafata. Lakini ukisha nyamaza mwili wako hata hauwezi toka shilingi moja. Umewahi kufikiria hivyo? Mwili wako ni wa muda. Hata tukiuziwa mwili wako shilingi moja, mimi siwezi toa. Nipeleke wapi? Kwa ni wapi? Na maandiko yamesema ya hapa ni hapa na ya huko ni huko. Sasa mimi sitaki kusema sana ya hapa, nataka kuonyesha wewe ya wapi? Ya huko. Kwa maana hapa utatoka. Kuna watu marafiki zetu wanaitwa watu wa independent. Watu wa independent. Kama wewe ni wa independent, usikie sasa mimi nasema kama wewe, sivyo? Independent. Wanapenda kuimba, wanasema kwa Kikuyu, tumesema tutachanganya kidogo. Okwano mwakato wakwa. Ni Catholic. Hata sijui Catholic na independent. Unasikia mmenisaidia? Catholic na independent ni kama moja tu. Tanyi nena jigwe. Venga kwa torama ya riboro Kenya bereria. Okwano mwakato wakwa. Totinge hotakweria. No kiugo kinenenege ukahoba nilio. Unaona mimi ni mmoja wenu sasa? Amesema katika wimbo wake, na huyo ndio mimi nahubiria. Ati kufa ni lazima, tutakufa. Hiyo hakuna kusema hatutakufa. Kila mmoja wetu anaweza kufa wakati wowote, mahali popote, dakika yoyote, siku yoyote, anytime. Lakini wimbo hao msema ni Katoliki unasema jambo muhimu ni hili: utakutwa inowe kwa familia no kugatia. Kwa familia nitari twikarite haha ri tiri uyu ukobokane uthio nginya rowe no kwe hale irie. Ugo ni gukohofanĩrio kana nyũmba teno kirete thĩinĩ ũigua ya gamba ku toka tũgũthikũria hau ũkuĩte ku nĩ gukohofanĩrio gĩkuũ gĩtihũraga hoti. Kifo haipigi hodi, inakuta mtu ghafla. Ndio hao Wakatoliki wenzetu wakaimba ujiulize, na mimi nauliza hivyo, na mimi nitasisitiza hapo, utakutwa utahofanĩrio ukiwa hali gani? Nasema hakuna aliye na hakika atafika mahali anapokuwa akienda leo, sivyo? Hakuna aliye na hakika atakuwa hapa wiki ijayo. Kwa hivyo utahofanĩrio anywhere, anytime. Swali kubwa ni hili: utahofanĩria ukiwa vipi? What is your condition? Kwa maana hiyo ndio muhimu. Na tumesoma maandiko yamesema kama ilivyo ya mbinguni ni ya mbinguni na ya duniani ni ya duniani. Mungu alipomuumba Adamu, kwanza alimuumba wa mbinguni, kwa maana alisema aumbe mtu kwa sura yake, na Mungu si wa hapa duniani, sivyo? Kwa hivyo mwanadamu wa kwanza aliumbwa katika sura ya Mungu, akiwa wa kibinguni, akiwa na roho wa Mungu, mtu ambaye hungemuona kwa macho. Baadaye Mungu akamtengenezea mwili wa duniani. Mnaelewa hiyo? Alipomtengenezea mwili wa duniani, kwa maana amesema ya duniani ni ya duniani na ya mbinguni ni ya mbinguni, mwili huo akamweka ndani, kwa maana maandiko inasema male and female created he them and called their name Adam. Genesis chapter 5. Aliwaumba wakiwa wawili. Adamu alikuwa mbili homo, 2 in 1. Alikuwa na kike na kiume ndani yake akiwa roho. Lakini Mungu akamuumbia mwili, akachukua yule wa kiroho, wa mbinguni wa kiroho, akamweka akamfanya wa dunia. That is the problem. Shida ambayo tulipata ni kutolewa kwa ile hali tuliyokuwa ya mbinguni, tukawekwa hali ambayo ni ya duniani. Adamu akatembea na miguu miwili, kwa maana maandiko yanasema akaweka pumzi yake, roho wake ndani yake, and man became a living soul.
Hiyo ndio shida kubwa tuliingia ndani yake, na sisi tumejikuta, mimi na wewe mchana wa leo, katika hiyo shida ambayo hatufai kuwa wa hapa dunia hii. Sisi tunapaswa kufikiria mambo ya juu, because tukikutwa na kifo kama bado hatujavuka kuingia hali ya kibinguni, bila shaka tutaisha. Do you get me? Manake Mungu hawezi kuvunja neno lake. Anatuambia kama ilivyo ya mbinguni ita remain kuwa ya mbinguni, na kama ilivyo kuwa ilivyo ya dunia hii pia itakaa ya dunia hii. Mimi na maombi yangu ni haya mchana wa leo, kila mmoja wenu mnasikia maneno yangu ufikirie neno hilo sana, kwamba unapaswa kuwa umehama. Nitakuonyesha dakika kidogo kutoka ya hapa ulimwenguni ukae ya wapi? Ya mbinguni. Kwa maana Adamu alikuwa wa mbinguni mara ya kwanza, lakini Mungu akaona hakuna mtu wa kulima. Anasema hakuna mtu wa kulima na ameumba mwanadamu, kwa sababu hangeweza kulima akiwa wa mbinguni, hana mwili. Bas akashika ile mtu wake wa roho, mtu mzuri mwenye hata hajui dhambi ni nini, akamweka kwa mwili. Hapo ndipo shida iliingia. Maandiko ikasema, tembeeni katika roho na hamtatimiza mapenzi ya mwili. Opposite ya hiyo, si uniwekee vile hawa mama wamenicorrect kuniambia vile wimbo unaenda, ni kusema tembeeni katika roho na hamtatimiza mapenzi ya mwili. Tembeeni nje ya roho mtakuwa mkitimiza mapenzi ya mwili. Alafu akasema yeyote asiyekuwa na roho wake huyo si wake. Mungu hatarajii tukae hapa tukiwa watu wa hapa duniani. Anataka tukae hapa, mnanisikia, kama tumeingia hali ya kibinguni. Kwa maana hiyo ndio itakubeba kukutoa kwa shida hizi. Wakati tunanyamaza kama ndugu wetu Njoroge, within 2 minutes utakuwa upande ule mwingine. Na ukinyamaza kama hujafikiria mambo ya kibinguni, mambo yako inasahaulika. Hakuna hata kufufuka. Unangoja kufufuka kwa pili wakati wa judgment. Lakini kama ukilala ukiwa ndani ya Kristo, una hakika ya kufufuka wakati atakaporudi hapa duniani, kwa maana hawezi kukuacha. Mnanisikiliza? Najua labda ni mambo ngumu, lakini lazima niyanene hivyo. Sina lugha nyingine ya kukuwekea. Nitajaribu kuifanya rahisi kidogo. Unajua Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, alikuja hapa kutusaidia. Mnaigwa? Kuma mothe ndirenda urore Yesu Kristo ta murata waku. Tiga kumwitigera ndagukugutha na ngwa. Ni mkali ndio, lakini hakuji kwako kwa hiyo ukali. No korwe haho mothe agikwariria, no ringo tarakunegania. Anakunenea pole pole. Sasa yeye ni mpole sana, anakuambia njoo uniamini, nikupe roho wangu, ukae dunia hii kama mgeni. Do you know, wacha nikwambie jambo ya kilindi. Ukipata roho wa Mungu utakuwa hapa duniani na sisi, lakini hauko hapa. Nimesema nini? Sema ya duniani ni hapa. Sasa ukipata roho wake uko hapa, ndio tunayewasiliana na wewe. Lakini maandiko inasema wenyeji wetu uko wapi? Mbinguni. Na katika kitabu cha Waebrania anaposema sisi ni wageni na wasafiri, hamaanishi mwili huu kwa kahorogu. Kwa hiyo maandiko makiuga ithu turi ageni na hetu kirigo kothi iwea ti mwili wewe, mwili wake ni teli. Ndio kwa mwili unoge. Nasema mtu akiondoka hawezi toka hata shilingi moja. Si nimesema hivyo? Mchanga nani? Sasa ona, 75% yetu ni maji, sivyo? 75%. Si wewe mia kwa mia ni binadamu, tunatembea na wewe hapa. 75% yako ni maji. Nani anasumbuka? Nani ana haja na maji? Iko hapa, hata ukitaka saa hii daramai unaletewa. Maji iko kila pale. Hiyo si kitu mkubwa, naambia sisi maji tuko nayo. Alafu hiyo nyingine 25% inagawanywa kwa mchanga. Mchanga, nani anasumbuka kupata mchanga? Si ndio hii tunakanyaga hapa. Tayari. And that's why, brethren, unaona ukizika mtu
kama vile tunazika ndugu yetu hapa tuweke. Hatuziki listen to me. Hatuziki Njoroge. Sisi tunazika mwili wake. Njoroge alienda zamani. Akawekwa mahali Mungu alitaka kumweka. Tunakuja tu kuchukua mwili. 75% yako ni maji. Hiyo wengine 25 ni calcium. Si unaona watu wengine sitakwambia ni kina nani wanakulanga mchanga, sikwambii, wewe fikiria. Nawa mamanya ndo shimaliaga tiri. Maliaga niki. Nigetha muone calcium. Tondu mwire wake ni tiri, agacaria tiri ungitake akaria. Na tiri turacimba guku ugituthumbura tha ciothe. O haria twathie ni tiri gwe tiri thege hatire kindu niguo. Alafu twakutuma he tiri tugathi he mai namo maingi. Maji ndio mingi. Ukitoa mtu maji kwa mfano, wacha niseme open, uanze kutapika na kuhara siku 3, unaona hizi nyama zinafura, ina collapse, inafanya nikikiuma. Ukikimbizwa hospitali, kitu ya kwanza daktari kufanya ni kuweka wewe maji. Kwa maana hiyo ndio hata watu nasema maji ni uhai. Ukiwekwa maji unaanza kurudisha mwili. Kwa hivyo usituringie kutoka leo. Mundu ageria gutwetera ukamura wewe mai na wewe atiri kanini unagatinge yora nuthukio. Kwa maana ni duniani ni ya. Ndio sababu nilikuwa nasema mwili kama huu tukiupumzisha pale, urudi hapo baada ya miaka kadhaa ukichimbua, hautapata huu mwili, utapata mchanga. Kwa sababu tukimzika leo tutasema mchanga urudi kwa mchanga, udongo urudi kwa udongo. Hatumaliziangi hapo, tunasema nayo nafsi kwa Mungu aliye. Na hiyo nafsi ndio mimi nanena juu yake mchana wa leo kwa dakika kidogo. Hiyo ndio Mungu ana haja nayo, na ndio unapaswa kushughulikia wewe na mimi. Make sure nafsi yako umezaliwa na Mungu mara ya pili, akakupatia roho wake uwe wa kibinguni ukitembea hapa duniani. Dalendo tuweka wa matuine wakua. Emwajigwa wega. Dogo tuweka wa matuine rĩrĩa wakua. Dogo tuweka wa matuine ukirea githeri. Na nikio maandiko kwa ibuku la Efeso. Sorry, narudi. Nasema atafanya yote tu. Maandiko yanasema kitabu cha Waefeso ya kwamba Paul, an apostle of Jesus Christ, to the saints which are at Ephesus. Athenia Paulo, mutumwa wa Yesu Kristo na ndumetwo kule metago tena kwa watu na kinde ngone mara mamenya. Metago makuete. Mutiuge na yeka ngore tigera. Metago atheru me muoyo. Ogo tembea haha guku wetagwo Karioa we mutheru. Uma hau haica ngari uthithika we mutheru. Na niko kuonia uri guthera. Ndio kwenda kumenya uri gutherago. Ngokuonia. Terera hanini. Dauga nimesema Yesu Kristo alikuja hapa duniani kutusaidia. Kutoka leo nikasema uanze kumwangalia kwa hayo macho. Macho ya kuona ni rafiki ya mtu anakuja kukusaidia ni adui yako. Sasa nikija hapa nishika huyu mzee hivi tutembee pamoja na ni mumwenye yeye mzuri. Huyo ni adui yangu. Sitaka kumsaidia. Unajua hivyo ndivyo Mungu anafanya. Nikusomea maandiko usikie. That is 1 Timothy 1. 1 Timothy 1. Wacha nikusomea maandiko alafu nikueleze haraka. Sitaki kukaa, nataka uende nyumbani mapema. Uende safari yako mapema. 1 Timothy inasema hivyo vile mimi nasema. 1 Timothy. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 5. Sikiliza Kiingereza. For there is one God. Mungu ni wangapi? One God. Mimi nataka sema kama Biblia. There is one God. Mungu ni mmoja. And one mediator. Na mediator mnajua? Mediator ni mpatanishi. Ndugu wawili wakikosana mnaita mediator.
mediator. Ndio hiyo tofauti zenu mfanye nini? Mumalize, msuluhishe shida zenu. Mediator mwenye kuwafanya watu wapatane. Mwibulizeni ya waga ina modo nio gai nio mwe niko maneko marauga. There is one God and one mediator between God and na kesho wakuiga nyam aduna gai no the man daleto gai araba weto the man Christ Jesus. Mari kono ngora mena shama hale wadu mahitanetie na Ngai na neo nie nawe nikio nakura ni murata guo na niarenda muiguane. Mungu anakuja musikizane na yeye au mpatane, badala ya awache upotee. Mungu mwenyewe akashuka hapa duniani, Mungu mwenyewe akavaa mwili kama huu wangu makusudi akuvute kwake mpatane. Hiyo si ni ajabu? That is grace. Na kama ni neema, neema si kazi. Mnanisikiza ndugu zangu? Neema ni kusema si kazi ulifanya au unapaswa kufanya, ni neema. Wewe hata hukuwa na habari. Akashuka kutoka mbinguni, akavaa mwili kama wako, akaweka hema yake katika hema zetu, akaitwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu mwenyewe alishuka hapa. Inasema kwa maana jinsi hii, John 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu akatoa mwanae, kwa maana hawezi kuwa mwingine, si ni yeye mwenyewe. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Isaia 9:6 inasema kwa kuwa tumezaliwa mwana, na huyu mwana ni kijana, ufalme utakuwa begani mwake, ataitwa mshauri wa ajabu. Nani huyo? Huyo mwana. Yeye ndio mshauri wa ajabu. Yeye ndio Mungu wa milele, Baba wa milele. Yeye ndio mshauri, huyo mwana. Yesu Kristo alipozaliwa hapa, inasema kitabu cha Mathayo, aliitwa Emmanueli, Mungu pamoja, si mwakilishi wa Mungu, Mungu pamoja na sisi. Alishuka, akawacha mbinguni, akavaa mwili kama wangu, akasikia njaa kama mimi, akakosa school fees kama mimi, akakosa pesa ya kulipa kanjo. Mnakumbuka kanjo upira alifanya? Alimwambia Peter, enda kwa maji, ile samaki utakayetoa, toa pesa iko hapo ndani ya huyo samaki, ulipe kodi ya kanjo yako na yangu. Alikosa pesa. Hebrews inasema we have a high priest, nitakutafsiria usijali. We have a high priest who can be touched by the feeling of our infirmities. Tuko na kuhani wetu mkuu ambaye anaguswa na udhaifu wetu. Ukimwambia Yesu naumwa na kichwa, anasema I know, I was there. Najua kichwa kikianza kugonga mtu vile kinafanya. So he knows. Humwambii kitu kigeni. Akashuka hapa, akakaa na sisi miaka 33. Kwanza alikaa 30 years bila kuongea, bila kufanya mambo makubwa. Alipofika 30 years akaanza kuhubiri. After 3.5 years wakamuondoa dunia hii, lakini alimaliza kazi ya kukuokoa wewe na mimi. Huyo si rafiki? Mimi nataka urafiki wangu nataka tengeneza na huyo. Kwa maana ikiwa kweli Mungu aliumba mbingu na nchi, atakuwa baba yangu. Na unajua kuna wanafunzi wake walikuja siku moja wakamwambia, alipokuwa hapa akitembea nao, wakamwambia tufundishe kuomba. Akasema kuomba rahisi, tafundisha. Mkiomba semeni Baba yetu uliye. Hiyo ni kusema anapaswa kuwa nani? Baba. Na baba ni nani? Si ni mwenye amezaa. Na ndio mimi nakwambia leo akuzae. Ukizaliwa na yeye umuite baba. Si Mungu sasa, baba. Na kama atakuzaa na roho wake uwe baba, umuite baba, si utakuwa wewe ni roho kama yeye? Mtoto wa nyoka ni nini? Na wa kuku, na wa mwanadamu, na wa Mungu. Bas anataka akuzae uwe na roho kama wake. Alimwambia mwanamke Msamaria,
saa yaja na sasa ipo, hiyo ni Yohana mlango wa 4, ambao waabuduo wa kweli watamwabudu Baba kwa roho na kweli. Kweli ni nini? Ni neno lake. Anatarajia uzaliwe mara ya pili na yeye. Yohana 3 mstari wa 3. Ona, kuna mtu mmoja alikuja kwa Yesu, alikuwa anaitwa Nicodemus, akamwambia, sasa hii mambo ya mbinguni hii tumesikia, sijui mtu anaweza fika huko mbinguni namna gani? Hii naonekana mambo ya. Unajua Nicodemus alijificha kwa maana hakutaka Wafarisayo wajue. Ni wale waaminio wanaogopa. Mimi sitaki kuogopa. Mimi nataka kuja Karioa niwaambie kuna uzima wa milele. Mchana ndela thita. Na guoni ule kuingira itana tigana nawe. Ona. Nicodemus alinyemelea usiku. Wewe ni mwaminio wa kuogopa? Tokea nje tukuone. Bana ogopa. Akaenda kwa Yesu usiku akasema tunajua. Estoe. Wewe utumito kumakwe gai. Moi nao. Na aliage akanitha kao. Aria maramuhura jetiguo. Nitowe. Wewe tumetwo ni ngai tondu gutire mundu gikashia maishi wekaga. Atari na ngai. Tunajua wewe umetumwa na Mungu kwa maana hakuna aweza kufanya mambo kama haya ya miujiza bila Mungu. Naye Nicodemus akamwambia. Yesu akamwambia, acha nikwambie Nicodemus. Usipozaliwa mara ya pili, na ndio mimi nakwambia mchana wa leo, sitaki kuacha bila kuonyesha hiyo point. Usipozaliwa mara ya pili, mambo ya mbinguni hakuna, hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Hiyo number 1. Na unajua kuona ufalme wa Mungu si kuona na macho haya. Si tumesema ya mbinguni ni ya mbinguni, na ya ulimwenguni ni ya ulimwenguni. Kuona ufalme wa mbinguni ni kufahamu. Kwa maana ufalme wenyewe ni siri. Inaitwa na Biblia mystery of godliness. Inasema first Timothy 3:16, inasema great is the mystery of godliness, because God was manifested in the flesh. Mungu alishuka akaonekana hapa na mwili, akaonekana na malaika, akafanya nini? Nani? Mungu. Kwa hivyo maandiko yanasema siri ya utauwa au siri ya uungu, siri ya utauwa ni kuu. Vile Mungu anaweza kushuka hapa duniani, atembee na miguu miwili, aende msalabani, baadaye aseme nitaenda nitarudi nikuje nikae ndani yenu. Mnakumbuka maneno haya katika Yohana 14? Akasema nitaenda nirudi. Kwanza anaongeanga lugha ya Mungu ni ngumu, sina nafasi ya kuwaonyesha. Najua saa yako imeisha, yangu imeisha. Lugha ya Mungu ni tunataka tujue hiyo lugha ni ngumu, si rahisi. Na ndio huwa mimi naambia watu, Biblia hii haikuandikiwa mtu yeyote aielewe hii. Na wengi wameisoma wamechanganyikiwa. Ndio sababu tuna vikundi mingi vya imani na wote wanasema wanakuoti Biblia gani? Hii, lakini hawaijui ngo. Utawezaje kuja kutafsiri Biblia yenye iliandikwa na mwingine? Mwingine ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Hii Biblia iliandikwa na Roho Mtakatifu akitumia watu. Hata wengine walioiandika hawakuelewa vile anasema, kama Danieli. Aliandika akafika mahali akauliza na hii yote ni nini? Akaambiwa wewe funga kitabu, kina maana watakuja kuelewa. Nami nikitaka kuielewa itabidi nitafute huyo Roho mwenye aliandika. Akiniingia nitaiona kama vile mimi naona wewe. Mnanielewa? Pia ieleweke na bongo. Nikielewa na bongo nitaanza kanisa yangu pale, mwingine aanze yake pale, mwingine aanze yake pale. Ukituleta pamoja tunapigana kwa maana hatuielewi. Hatungojei mwenyewe atufunulie, tunajifunulia wenyewe vile tunataka. Ndio sababu tuna vikundi karibu zaidi ya 1000 tofauti. Na hawa hawawezi kuabudu na hawa hawawezi kuingia kwa hawa, na watu wanasoma Biblia. Mimi nawaambianga hawa hakuna hata mmoja anaijua. Endeni kwa mwenye kuiandika na muanze na kuzaliwa na yeye, mkue kama yeye. Kutoka hapo Biblia itafunuka. Kwa maana ana kona nyingi. Hapa kuna kona nyingi sana, huwezi kunegotiate kama mwanadamu. Na amesema mwili na damu haziwezi kufanya nini? Kurithi ufalme wa mbinguni. Kama mwili na damu haziwezi kurithi ufalme wa mbinguni, mwili na damu itaelewa Biblia? Sasa nikimalizia hapo umenielewa vile mimi najaribu kusema. Wacha nikupe mfano. Kuna watu walikaa hapa na Yesu miaka 3.5 akihubiri na hawakuwa wamepewa Roho Mtakatifu. Kina Petro, kina Yohana, kina Mathayo. Paka wengine walijifanya wajuaji,
wakasema hawatamkana. Si unawajua? Kama Petro alisema, "Wacha wakijaribu kushika wewe hivi." Na alijaribu, alitoa panga. Mkristiano gani analeta panga akate Mkristiano akate adui? Ona. Ukipata huyo roho utakuwa wewe umekuwa tamed. Hauna ile ukali ulikuwa nayo. Roho ndiana. Na usijifanye wewe ni mpole. Unajua, tunaposema upole hatumaanishi ukae hivi. Fungua mikono. Kaa loose kama mimi. Ukae tu vile ulizaliwa. Usijiletee kitu kingine hukuwa. Lakini ndani kumebadilika. Petro alisema, "Mimi siwezi kubali ushikwe. Na wakijaribu kukushika, mimi na hao." Yesu akamwangalia. Akajua yenyewe anasema kweli, lakini ni vile haeleweki. Akamwambia Petro, "Kuja hapa, kuja nikwambie. Wewe kabla jogoo hajawika utakuwa umenikana mara ngapi?" Akasema, "No. Wewe Bwana, hata kama huwa sikatai maneno yako, leo nitakataa." Akasema, "Haya." Akakuja Judas, unaikumbuka Judas? Msaliti. Alikuja akamwambia wale adui wakuja kushika Yesu usiku ule, "Nitakaye mbusu huyo ndiye Yesu." Kwa maana Yesu ungemjua. Hebu tuangalie sisi wote hapa. Unaweza sema mhubiri ni nani tukikaa chini? Sisi tunafanana sisi wote. Sitaki kuingia laini hiyo, sitaki kukusumbua roho. Kwa sababu kuna mahali pengine ukitembea hata huna haja ya kuuliza mhubiri ni nani. Unaona kofia mrefu, unaona mavazi yanafagia mchanga, huna haja ya kuuliza mhubiri ni nani, labda uwe kipofu. Lakini Yesu alisema, "Mwenye ataka kuwa mkubwa yenu atumikie wale." Si ni kazi ngumu sana. Sasa mimi kuja hapa kama ningesema mimi ndio pastor hapa, badala ya nikae kwangu nyumbani nifanye shughuli zangu, unakuja hapa kuongea na nyinyi. Si ninawatumikia? Kwa Mungu hakuna boss. Sisi wote tunatumika. Sijui mimi mambo ya ukubwa ilitoka wapi. Ingawaje Yesu aliwaonya, akawaambia msiwe kama Wafarisai wanaopenda kuonekana mbele ya watu na mavazi makubwa makubwa. Nyinyi muwe watu wapole, wa chini. Wacha hiyo laini. Akasema, "Wewe hutasalitiwa." Judas akasema, "Nitakaye mbusu huyo ndiye yeye." Kwa maana hungejua Yesu ni nani. Alikaa kama Petro, alikaa kama Yohana. Sasa wale askari wangeshindwa ni nani. Yesu alipoona wanakuja kumshika, akamwambia Judas, "Wewe unataka kunibusu ndio wajue mimi ni nani? Si niko hapa na nimekuwa na nyinyi hapa siku yote. Ni mimi tu." Aliposema hivyo, akauliza, "Mnataka nani nyinyi?" Wakasema, "Yesu wa Nazareti." Na mwanadamu ni kipofu. Aliposema Yesu wa Nazareti, wakasikia nguvu inayofanya wakaanguka. Mtu anajikokota kuamka. Anasimama tena. Anauliza, "Ati mnataka nani?" "Yesu wa Nazareti." Tena chini. Kama ni mimi ningetoroka. Ningejua huyu si mtu wa kushikwa. Lakini walishika kwa maana neno lilikuwa limesema atashikwa. Na hapo ndipo Petro aliona kweli mambo ni hatari, akavuta upanga, angalau yeye ndio anapaswa kusimamia neno vizuri, lakini ni mtu anaanza kukata wewe na panga wakati wao. Si tumewaona kwa makanisa yetu wakikatana na mapanga, wakitaka kiti ya pastor. Wanapigana mpaka wengine wanakuja na tumbaku. Wakati vita itachacha, anafungua kibeti yake, anatoa tumbaku kwa macho ya mtu. Kitambo ufanye rungu ya kichwa. Hawa ni kina Petro kabla hawajaokoka. Tuko na kina Petro wengi sana kabla ya kuokoka. Kabla hawajahama kuingia mambo ya rohoni walikaa hivyo. Na ndivyo tuko hata sisi wote. Kabla hujahama kuingia rohoni, wewe ni mtu ambaye hatuwezi kukuamini. Anything can happen anytime. Ikanyaga wewe kidole, utatoa mimi hapo na rungu. Tunawaona, sitaki kuingia kwa hiyo laini tena, wacha niwachane naye. Nikuja laini yangu. Sasa akashikwa, Petro akafuata kwa mbali. Kwa maana hataki kujitambulisha na yeye, ameona hii si mchezo, jamaa mhubiri wetu ameshikwa. Akafuata kwa mbali. Akafuata, anafika kona hii, anapiga. Wakifika kona hii, hivyo mpaka wakafika mahali kwa hall.
kaenda kuota moto pale usiku. Petro hataki kujitambulisha naye, lakini Mungu naye ni nani? Mwanamke mmoja polisi akamwambia, wewe mlikuwa na ile mtu ule tumeshika. Akasema, hai wewe usinihusishe na yeye, mimi simjui. Amemkana hakumkana. Na wewe huwa unamkana kila siku. Uwe honest kwangu. Sitaki kuambia vile unafanya. Unamkana kila siku. Wewe ni Petro mwingine, hujaokoka. Alimwambia, ona, Yesu alimwambia Petro, utakapookoka, wakati alikuwa bado wanaongea na hajashikwa, utakapookoka waimarishe ndugu zako. Sasa nitaka kuonyesha wewe kuokoka ni nini. Kuokoka ni hiyo. Unajua hii Biblia mzima haina mambo mawili matatu. Ni jambo moja peke yake, upate Mungu. That is the idea. Hii kitabu yote ukipata yeye, finish. Hautaambiwa ingine. Kwa maana utakaa vile anataka ukae, utakuwa ni mtoto wake, utakuwa na roho wake kama wale wengine waliokuwa mbele yetu, utamfuata vile alifuatwa na wale wengine, utakuwa candidate wa mbinguni. Everything, the Holy Ghost. Sasa Petro akakaa na Yesu. Mwingine akakuja, lakini huyo mtu ingawaje anakataa, anakaa kama Yesu. Hata ulimi yake ni kama watu wa Galili. Akasema, wewe usiniletee. Hiyo ni mara ngapi? Akakuja ya tatu. Lakini huyu mtu isipokuwa anakataa, na ni Mungu anafanya hiyo, kwa maana alimwambia utanikana mara tatu. Alipokana yeye mara ya tatu, kuku akafanya kolilo kwako. Na akafungua ufahamu wa Petro asikie hiyo ni kuku. Labda aliangalia Petro akamfanya. Petro katoka hapa akasema akahesabu 1 2, akaenda mahali hakuna mtu akalia. Mungu unajua sipendi kufanya. Hiyo ni wewe. Kabla hujamjua maisha ni hayo. Unafanya kitu kubwa unabaki ukilia, lakini shida ni wewe hujatafuta yeye akuje katika moyo wako, kwa maana anakuambia open. Mwili na damu forget. Ya mbinguni ni ya mbinguni, ya duniani ni ya duniani. Na hakutaka uwe wa mbinguni ukitoka, anataka uwe wa mbinguni ukiwa hapa ulimwenguni. Umsimamie. Unaona maisha ya Petro baadaye? Alisema, amueni nyinyi wenyewe. Sisi hatuwezi kukana yale mambo ambayo tumeona na kusikia. Hata kama ni kutusulubisha, tuko tayari. Hiyo angesema kabla ya kwenda Pentecost na kujazwa na Roho Mtakatifu. Na hiyo mimi nataka ujue leo ukitoka mazishi haya ndugu wetu Njoroge, hauna mbinguni wewe utaenda. Lazima uzaliwe mara ya ngapi? Ya pili. Nicodemus tumesema aliambiwa mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme. Alafu akaambiwa mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme. Alafu ikazidi akaambiwa hapo katika Yohana 3, akaambiwa mlango wa 3 mstari wa 6. Akaambiwa kilichozaliwa na mwili ni sina hiyo maandiko inashikana yote. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na mwili umejua tumekueleza mwili ni nini. Hakuna wakati hapa Kamau au Onyango atazaa mtoto wa Mungu. Kila mara Onyango akizaa mwana wa dunia. Kila mara Mary akizaa anazaa mtoto wa ulimwengu. Kila mara mtoto wa ulimwengu akizaa mtoto wa ulimwengu ni mwili. Akasema Yohana 3 mstari wa 6, kilichozaliwa na mwili ni na kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hivyo katika mazishi haya nataka mtoke hapa mkijua, I hope nyinyi mnanisikia huko, kwamba tusipozaliwa mara ya pili tusijaribu kusema sisi ni Wakristiano. Na kuna grupu moja mimi naheshimu sana ya watu ambao mtu hajapata Roho Mtakatifu lakini anata huyo mimi naonanga ni kama amepata hata kama hajapata. Kwa maana hiyo kiu itamuongoza hadi apate Mungu. Alisema heri wenye njaa, Matthew 5:6. Akasema heri wenye njaa na kiu, kwa maana hao watajaa. Isaia ikasema mpeni kiu aliye na nini, na mpeni maji aliye na kiu. Nilisema mahali pengine hawezi pea mtu maji kama hii kama hana kiu. Ati mtu daleda maana no kumutotereria nywa eke ati na daleda. Mtu ule munyotu usiona korogwa kiu na katage kashuba ka ujugererie. Na unajua Roho Mtakatifu ni huwezi pewa kama huna kiu.
Ukisikia tu umetosheka kukaa katika dhehebu lako bila kutafuta Roho Mtakatifu, hautapata. Acha nikwambie furaha yangu nyingine. Nimekwambia nimefurahishwa na mwenye anataka, kwa maana najua dakika ya mwisho atapewa. Mungu si muongo. Mungu hawezi kusema atakupa maji alafu akatae. Anasema katika Luka 4 ya kwamba mtoto hawezi kumuomba baba mkate akampa jiwe. Hawezi kuomba baba samaki akampa nge. Mtoto hawezi kuomba baba yake yai akampa nini? Unajua scorpion? Inaitwa nini kwa Kiswahili? Nge. Hawezi kuomba mkate apewe jiwe. Hawezi kuomba yai apewe nge. Hawezi kuomba nini ingine? Ilikuwa vitu 3. Mnasahau? Samaki. Hawezi kuomba samaki akapewa nyoka. Mtoto wako alilia samaki, samaki baba nasikia njaa nataka nini samaki? Mwambie chukua hiyo nyoka, wacha kunipigia kelele. Mungu hawezi fanya hivyo. Atakupa kile unataka. Ukionea Roho wa Mungu kiu, bear me record. One of these days utanipigia simu nikiwa Nakuru. Unamwambia brother Maina, nimepata ile kitu ulisema kwa mazishi. Atakupa. Hata kuambia kuja hapa kwanza uhesabu shanga useme kilasi. Ona. Mitume 2:37 wakati walijazwa na Roho Mtakatifu waliuliza Petro na wengine, tufanyaje ndugu zetu? Mnakumbuka maneno hayo? Alafu Petro akasema, tubuni. Ona njia ya kupata roho ni hii. Akasema tubuni. Number 1. Unatubu. Kutubu ni kufanya nini? Ni kuacha dhambi zako. Umekosea. Hiyo ndio toba. Mbatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Vile maandiko yamesema. Alafu ya mwisho ukishabatizwa upate ondoleo la dhambi. Lakini Mungu hata kuachia hapo, atakujaza na Roho Mtakatifu. Katika Mitume 2:38 akasema, kwa kuwa ahadi hii ni kwenu nyinyi Israeli, watoto wenu Israeli, na wote walio mbali ambao Bwana Mungu ataita waje kwake kama mimi na wewe. Ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa kila mmoja anayeniangalia. Na hakuna wokovu kando ya hiyo. Mungu hana njia mbili. Let me tell you, nataka kumaliza. Hivi kwamba unajua kila kitu iko njia ya achieve au ya kufikia lengo lako. Ukitaka kwenda Nairobi, huwezi kutoka hapa kwa barabara uanze kuhesabu mguu na kuuliza unaenda wapi? Nairobi. Nitakwambia wacha. Hutafika. Utalala na uamke kesho, utachoka, kesho utaendelea na safari usiku mzima, hautafika Nairobi. Ninakudanganya. Ninakuwa nakuchukia. Lakini ukitokea hapa kwa barabara nione unaingia matatu, nikuuliza unaenda wapi? Nairobi. Ninajua utafika. Kwa maana itafanya fika. Ndio hiyo Nairobi. Una means. Ukitaka kufika kufanya jambo lako lolote, unakuwa na means ya jambo hilo. Si ni kweli? Haya, ukitaka kuwa na watoto si uoe. Sasa kuona peke yako, vijiji vijana mnaokataa kuoa, nasema nataka watoto na uko peke yako, utatoa wapi? Siko means. Haya, ukitaka kwenda mbinguni, hakuna means. Iko. Tubu. Batizo vile alisema katika jina la Bwana Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi, nao utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hiyo utapata guarantee. Ukikosa kupata, basi unaita Mungu muongo. Si tunaanza maliza mkutano. Haya, wacha nirudi kusummarize. Niseme sasa kulingana na maandiko tuliyosoma kitabu cha Wakorintho, kama kuna kufufuka kwa waliokufa, itategemea kama inasema hivyo katika Warumi 8:11. Inasema ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, yule aliyefufua Yesu kutoka kwa wafu atafufua miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Unajua mimi nakoti Biblia. Ukiwa naye soma, sikukatazi, uone kama ninaongeza. Wacha nirudie. Romans 8:11. Ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, kama vile nimekueleza, huyo aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu atakufua miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Roho huyo ndiye roho wa kufufuka. Alipoenda katika kaburi la Lazaro alisema, mimi ndiye kufufuka. I am the resurrection and life. Mimi ndiye kufufuka na uzima.
Kama yeye ndiye kufufuka na uzima, hakuna mwingine. Basi lazima upate yeye ndio ufufuke. Ukikosa kumpata yeye, hakuna kufufuka, utakaa kaburini mpaka siku utarudi hapa duniani baadaye kuhukumu watu, ukahukumiwe. Na unajua hakuna kesi mtafanya na Mungu. Mungu hata kufanyisha kesi yako itaishia wapi? Sisi tumesema utakuwa Mkristiano hapa, itaishia hapa. Nikuimbia wimbo mwingine nikimaliza. Nasema sasa turudi kwa ile short yetu. Mondoria omwehokete osho tiwagushirithio no ninge oria otamwehokete osho niareketie gushirithio. Agashirithio hende yo kana niareketie wagoko thore hagirwo ku tusikirikie mathiko twakimenya he kindu Ngai arenda twike na arenda muthondeke urata nake rigwe muoyo nigetha. John 5:24 yugaga amin amin nawaambia yule aniaminie mimi ameshapita mautini akaingia uzimani, wala si wa kuhukumiwa. Kaitaki kwa roho mudhurashoke agoshirithie wangituika mwana wake nukore na kaira da kuonia urekaga okaga akaruta ngorwere yaku ya tene itagwo na ke itagwo na githweli nafsi. Anatoa nafsi yako ya ile ya kale ya baba na mama, anakubadilishia na nafsi yake mwenye. Ukiamka hapo unaona mambo kama yeye. Sijaleta kama hujeni kwani hata tikaliza kana mwili wewe na kiuria. Sasa sikia anakupatia nafsi yake mwenye. Ezekiel akasema nafsi itendayo dhambi ni sharti ife. Gutire mundu no ungihona tiga uria ukamwitikira acenjerio ngoro eyo nafsi eyo aheo yake. Tondu maundu maguku thi matura mario maguku thi matoga kama waciara mwana aciaraga mwana wa guku thi. Riu ri no njuke haha ndimuhenie nimukwa ndimuhenie ndimwire atiriri muriaga ciana cia Ngai kuni kumuhenia mutakiciaritwo niwe muriaga ringi mwana mako turega ndamuhenia niwe ndimwirire ciarwa-ini we ndimwite ciana ciake mwaciarwo niwe riu no ndingikuhenia gutagwo mwana wa Ngai we mwega tondu ndirahenania onake niwe ndirahenania. Tukwenda gwetha mwathani, tutaenda kutafuta Mungu. Chorus. Namtafuta Yesu akae moyoni, namtafuta Yesu akae moyoni. Yesu Bwana karibu ingie, moyo unataka. Tunaona waga kumwenda leo. Ukikosa kumtafuta sasa uko hai, tumesema huyo mtu amehukumiwa tayari. Kule matuile wende ya roka ndogathi gushirithio ati mutina mukakaya nake Mungu anakwambia wewe unajua ulifanya makosa hii. Atinasema unajua sikufanya, ungaitwa ukaya nio nake akakura shira waku twareke iria the no wadegira na wokire mundu ndatumite hinde ya mathiko ma Njoroge agikora ciarwo ringi ukimuthekerera ukirega twarikanirie nawe o hindi yo na wenda kwirwo uguo. Ningenda wirwo atiriri niwekire wega ni guthikiriria uguturia maru maku ukihoya ngiguciara ringi ni tondu tauga mama twine ni mama twine na maguku thi ni maguku thi ni tutige gutukania rugamai tuhoe twarikia mahunji murega ciana cia Ngai aca nyendi kuga uguo no nganyambira kwatukica inyuothe ni mwaciarwo ringi no akorwo tiguo ni ngutigia hau turikwenda kumuhe. Bas, hebu tuombeni. Tunaomba. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana mchana wa leo kwa kutuwezesha kushuhudia neno lako kwa ndugu zangu na dada zangu, na nimewaonyesha umuhimu wa kuzaliwa mara ya pili, kwa maana ulishuka kutoka mbinguni ukaja ukatufia msalabani, ukatupa uhai wako wewe mwenyewe ili uwe mpatanishi wetu kati ya wanadamu na Mungu. Ukasema wewe ni mpatanishi wetu ambaye ni wa kipekee, na ukasema ni mwanadamu Kristo Yesu, kwa maana ulikubali kuvaa mwili kama yetu, ukazaliwa kama sisi isipokuwa bila dhambi, ili uweze kuokoa wale walio dhambini. Tunakushukuru sana kwa neno hilo,
na tunaomba likazama katika mioyo ya ndugu zangu na dada zangu, wasipumzike hadi uwazae mara ya pili. Wakati huu tunapoenda kaburini, tunaomba baraka zako zikazidi kuwa pamoja nasi, na katika mambo yote ujipatie sifa. Tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ngotaka family moke haha tuhoe hamwe ndo family ukai haha yothe tuhoe hamwe tuwe na mahoya maitu ma mwisho. Njooni haraka kidogo. Sisi mazishi yetu haikai, nataka watu wafike kwao, unajua sina giza. So watu wa family tunawasubiri. Nimeona rafiki yangu wa zamani sana huyu, tumekaa bila kuonana. Hako wapi Shiko? Amesikia mahubiri yetu Shiko? Walikuwa mbali. Njooni haraka. Brother Mwangi huyu tumekuwa naye kama deacon kwetu. Ndio nilikuwa naambia yeye kwa simu, wewe siwezi kuacha wewe. Nitakuja paka huko. Simame na wewe. Shemazi wetu Shiko pale. Tumekuwa tukiwasiliana nao sana wakati mzee alikuwa mgonjwa, na bila shaka Mungu amesikia maombi yetu kila mara na amemhifadhi mpaka tukafikiri sasa ataongeza miaka. Lakini tumesema kuondoka kwetu hapa ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Tunatosheka na hayo. Njooni hapa karibu. Kureria idadu kurere nile turada kuhoera ha idadu koine. Tikora kurugama kuraihu. Rekei tuhoe. Mwathani witũ nĩtũgũcokeria ngatho oro rĩngĩ tũtino wa gũka mbere yaku tũrutwe moko-inĩ maku. Nĩ wega Mwathani nĩgũtũmenyithia atĩ no nginya tũciarwo rĩngĩ tũtuĩke ũthamaki wa matu-inĩ tũrĩa gũkũ thĩ twĩtwo andũ athingu. Tondũ ti ithuĩ athingu no nĩwe mũthingu wĩ thĩinĩ witũ. Mwathani ĩtĩkĩra gũteithia mũciĩ wa mũrũ witũ Njoroge. O tũguo tũnyitanĩte haha moko Mwathani, tũgĩũka kũtũhurũkia ithandũkũ rĩrĩ twahoya thayũ waku. Mĩciĩ yao Mwathani o mũndũ ũhote kũmenyitĩrĩra na magirie maithori Mwathani Ngai itũ witũ na kũmahe kũiganĩra, tondũ we tuoga matua maku mothe mena ma kĩhoto. Ningĩ Mwathani matukũ marĩa ũkũmahe makiuthia mbere gwĩka mawĩra mao na gwĩcarĩria gĩa kũrĩa na gwĩcarĩria ciana ciao Mwathani marathime. Reke mũciĩ ndũkanage kĩndũ kĩrĩa gĩothe mabatairio nĩkĩo. Makiumagara ona magĩcoka Mwathani matho-inĩ wao marathime. Ona mahe ũgĩ wa kũhota gũtongoria mũciĩ ũyũ tũtikae gũkora kwĩna mathĩna marĩa manyitaga mĩciĩ mĩingĩ mwene mũciĩ hera. Umarugamie wega Mwathani na kũmanyitĩrĩra, na tũka kũmacerera tũkona Mwathani nĩ ũmanyitĩrĩire na tũkona kĩndũ gĩa gũcokeria ngatho. Mateithie no marathime maũndũ-inĩ mao mothe nĩ ũndũ twahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Mwathani witũ Jesũ Kristo. Amen.